Kuna kijana mmoja akatumia voice note hapa hivi. Na anasema kwamba bwana wakati wake ujanani bwana alikuwa anatembeza sana kiatu na wanawake wengi ambao aliwapatia ujauzito waliavya zile mimba, lakini sasa hivi ameoa miaka 5 baadaye hapati mtoto. Wamejaribu kwenda paka nje ya nchi Tanzania, wameenda kienyeji, wale ambao alianza nao washapata watoto, yeye anaona bado. So anasema kwamba ni kurogwa. You know, so tukasema kwamba sidhani kama mtu anaweza rogwa kwamba asipate watoto. Na nikasema tumpigie expert angalau atuambie je, ufanyikaje kwamba hapa kitambo ilikuwa unapata watoto na hapa mbele sasa inabidi kwamba inakuwa tabu sana kuweza kupata watoto. Shida inaweza kuwa gani na je inarekebishika ama ndio asahau? Asante sana kwa swali lako. Naam. Kwa hakika kwanza kabisa ni muhimu tuweze kuelewa kwamba tatizo la ukosefu wa mtoto katika ndoa huwa linaleta changamoto kubwa sana. Ikiwemo hata ndoa kuvunjika. Naam. Na kama ulivyosema, huyo kijana amekiri ama ameconfess kwamba maisha yake ya hapo awali alikuwa na mambo ya kujihusisha na wasichana wengi ama wanawake wengi. Naam. Ikiwemo hata pia kuwashikisha mimba. Naam. Sasa kwanza kabisa hicho kitendo cha kusema kwamba alikuwa anawashikisha anajihusisha na wasichana wengi tofauti inamaanisha kwamba aliweza kujiexpose katika magonjwa kama vile sexual transmission diseases ambazo huwa zinakuwa ni moja kati ya sababu inayoleta matatizo ya upungufu wa mbegu za kiume ama ukosefu wa mbegu kabisa. Kwa hivyo yeye anaweza kuwa alikuwa ni kipavu hapo awali na alikuwa anapata wasichana akiwapigisha mimba, lakini hapa katikati kuna sababu moja ama nyingine ambayo imejitokeza na ambayo ndio sasa imekuwa ikimfanya anakosa kutungisha mwanamke mimba. Na kama vile ambavyo nilivyosema, matatizo kama vile ya sexual transmission diseases yanachangia pakubwa sana. Tukizungumzia infection kama vile chlamydia, gonorrhea, syphilis, hata UTI ambazo zimetaa huwa pia zinaleta changamoto kubwa sana kwa mtu kutokuweza kumtungisha mwanamke mimba kwa hali moja au nyingine. Lakini anasema kwamba yeye hana shida na hana ugonjwa ambao umejitokeza, ni kwa tu kwamba hazalishi. Je, pengine hizi diseases zinaweza kwamba zikuzuie kuzalisha na hazina dalili labda? Kwa kawaida ni kwamba nitakachomshauri tu ni kwamba ni vizuri aweze kufanya kipimo kinachofahamika kama seminalisis. Kipimo cha seminalisis kitaweza kubainisha kujua kwamba mbegu zake ziko vipi na zina mwelekeo gani katika masuala ya kuweza kumtungisha mwanamke mimba. Kumbuka pia kuna sababu zingine kama vile zile hormones za kiume zinazofahamika kama testosterone zinaweza kuwa zimeshuka chini kwa sababu moja au nyingine. Na hiyo pia inaweza ikawa ni sababu ya kumfanya yeye kutokuweza kumtungisha mwanamke mimba. Lakini kumbuka kwamba sisi wanaume tumekuwa tuna kasumba moja kubwa sana kusema kwamba kwa sababu hapo awali nimewahi kumtungisha mwanamke mimba basi mimi niko sawa. Hiyo imekuwa inachangia mambo mengi sana katika ndoa na hata kusababisha nyumba kuvunjika. Kitu ambacho nitakachoweza kusema kwa wanaume wanaonisikia kwa wakati huu ni kwamba inapofika nyumba kuvunjika, wanaume sisi huwa tunachangia pakubwa sana kwa sababu ya hayo majigambo tulionayo kwamba mimi niko sawa. Ndio pia kuna hali ambayo ningependa wanaume tuweze kuitofautisha. Kwa mfano, mwanaume anapokuwa na uwezo wa kutekeleza tendo la ndoa vizuri sana pale nyumbani, basi huwa akili zake zinamtuma kwamba hiyo inamfanya yeye hata awe yuko bingwa pia katika masuala ya kuzalisha. La hasha. Kuna tofauti kati ya upungufu wa mbegu wa nguvu za kiume na tatizo la uzazi. Sasa wewe mwanaume unaweza kuwa ni shupavu kwamba katika upande wa tendo la ndoa unapiga vizuri sana, unapiga hata shoti 3, 4, 5 tena zile za nguvu, lakini unasahau kwamba labda wakati unavyoshoot unashoot blank. Kwa hivyo sasa hiyo isikudanganye kusema kwamba kwa sababu wewe ni shupavu upande huo basi hata katika masuala ya uzazi unakuwa sawa. Kwa hiyo daktari unasema katika homestead kama mke na mume kuna shida ama mtihani wa kuweza kupata mtoto,
most of the time tunapata wanawake ndio wanashughulikiwa sana, focus inakuwa kwao, lawama inaenda kwao. So unasema pia wanaume wanahusika? Kwa hakika wanaume tumekuwa tuna kasumba kubwa sana, kwa sababu siku zote katika masuala ya ndoa, mtoto anapokosekana basi kidole cha lawama huwa tunakielekeza kwa wanawake. Na hiyo ni kasumba mbaya sana ambayo inafaa tuiondoe katika jamii yetu. Kwa sababu wakati unavyoanza kumlaumu mke wako na ili hali wewe mwenyewe bado haujachukua jukumu la kwenda kupima, ni makosa makubwa. Tumeshuhudia wanawake wengi ambao wanafukuzwa katika ndoa zao na wanapokwenda wanajaliwa na Mwenyezi Mungu kupata mume mwingine, na wanajaliwa kupata mimba na wanazaa. Na wewe huku ambao umekuwa ukijigamba kwamba uko sawa, umekwenda umeoa na bado matokeo ni yale yale kwamba ni patupu. Kwa hivyo sasa masuala ya uzazi huwa kwanza kabisa yanahitaji bibi na bwana muweze kuandamana wote wawili, mpike mbele ya daktari, mpimwe ijulikane ni nani ambaye ana tatizo. Maana wengi wanasema kwamba huyu jamaa aidha katika wale wanawake ametembea nao mmoja amemroga. Kuna masuala ya uchawi. Hivi ni kweli daktari, masuala ya uchawi yapo? Katika masuala ya uchawi hiyo ni kasumba ama ni dhana ama ni fikra potovu kabisa. Nafahamu kwamba hata mimi mwenyewe hapa nikiwa kama daktari nimepokea watu wengi sana wa aina hiyo ambao wamekuja hapa wakiamini kwamba hapati mtoto kwa sababu ya kurogwa. Lakini unapompima, kwa mfano hapa Makini Herbal Clinic tuko na maabara ama laboratory ambayo kwamba kila mgonjwa anayetufikia hapa, kama ni wa uzazi ama magonjwa mengine, lazima tumpime kwanza, tujue chanzo cha shida yake ni nini. Na wakati mgonjwa kama huyo anapotufikia sisi hapa, labda kwa mfano kama ni yule ambaye kila anaposhika mimba inaharibika, wanaanza kuingia na imani ya kwamba anarogwa. Lakini baada ya kumpima utapata chanzo cha mimba yake kuharibika kinajulikana pale, ama chanzo cha huyu mwanaume kutokumfikisha mwanamke mimba kinajulikana kupitia katika hali ya vipimo. Na wakati utakavyomshughulikia kimatibabu wanarudi kuwa sawa na wanaweza kuzalisha. So daktari, kwa kifupi hii inaweza kuwa ni low sperm count ama labda ni matatizo ya nini, magonjwa yanayotransmitiwa. Hii itakuwa ni sababu ambayo imesababisha mbegu zake kuwa ni chache, ambayo ndio hiyo hali inafahamika kama low sperm count. Ama ukute kwamba kipimo kinaweza kikabainisha condition ambayo inafahamika kama azoospermia, kwamba hana mbegu kabisa. Na wanaume wengi wakati wanavyopimwa na akiambiwa kwamba sperm count ni 0 ama sperm count ni nil, wengi huwa wanaona kama ni hukumu ya kifo. Wanaona kama hii hali haiwezi kuwa reverse tena. Lakini sivyo. Hapa Makini Herbal Clinic tumewapokea wanaume wengi sana wenye shida kama hizo. Na hata kama kipimo kitaonyesha kwamba wewe sperm count yako ni 0, bado utatumia dawa zetu, zitaweza kuchukua zile mbegu zako, na basi mbegu na utaweza kumtungisha mwanamke mimba. La muhimu tu ni kwamba hicho kipimo kiweze kutubainishia kwamba tatizo hasa liko wapi. Tatizo la upungufu wa mbegu linafahamika kama oligospermia, na tatizo la ukosefu wa mbegu kabisa linafahamika kama azoospermia. Lakini zote zisiwatie shaka wanaume, ni vizuri waweze. Asante sana daktari. Maanake pia kuna ile kwamba kule bara unaambiwa kwamba bwana kuna matunda unaweza changanya pamoja na njugu na muhombero, alafu unatengeza concoction unakunywa kwamba zitarudi. Kweli hiyo ama jamba tu? Kwa hakika kama vile ambavyo nilivyosema, kwa sababu tunakwenda kihali ya kisasa, vipimo vipo. Ni vizuri uweze kujipima ijulikane hali yako iko vipi. Wanaume wanapata shida sana huko nje. Asante sana daktari kuongea nasi hapa Radio 47. Asante sana. Maswala ya kurogwa ndugu yangu hamna. Maswala kwamba sijui yule mchana kike ambaye alikuwa naye hamna. Nasemaje bwana, nenda upate vipimo. Over the counter tunapenda sana sisi binadamu. Oi dokta, hapa panawasha, panauma, panawasha. Unajisubscribea mwenyewe, unajiprescribea mwenyewe kumradhi. Unasema bwana mimi, unajidiagnose, unakimbia chemist, unapewa dawa, unaenda kumbe wewe unatibu symptoms na utibu maradhi yenyewe. Alafu lawama inakwenda kwa nani?